Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kutokana na vurugu zilizotokea hapa katikati, hii ni kutokana na masuala ya kiuchaguzi hapa nchini. Kumekuwa na sintofahamu nyingi ikiwemo na kufungwa kwa mitandao ya kijamii. Lakini baada ya kufunguliwa mitandao ya kijamii, kumekuwa kuna taarifa nyingi sana za vifo. Ikiwemo mojawapo ya kifo kilichoshtua watu wengi sana ni kifo cha Sheikh Sharifu Majini. Sheikh Sharifu Majini almaarufu ni kutokana na kuwasomea watu visomo, kutoa tiba za asili ikiwemo na suala la dawa. Sheikh Sharifu Majini, taarifa zake za kufariki zimesambaa. Hii ni baada ya mitandao kufunguliwa, nadhani ilikuwa ni tarehe 3. Ndio wengi sana wameweza kufahamu kwamba huyu mwenzetu kwa sasa hatuko naye tena duniani. Hapa nimekuletea mtu mmoja wa karibu wa Sheikh Sharifu Majini ambaye alikuwa akielezea sababu ya kifo chake, nini kilichopelekea kifo cha Sheikh Sharifu Majini. Tumsikilize. Naam, Sheikh Rajab, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Vipi hali? Tunamshukuru Allah, alhamdulillah. Habari za majukumu? Njema, alhamdulillah. Za huko? Alhamdulillah, tunamshukuru Allah. Naam. Ndio, unazungumza na Muhammad Shomari Yusuf kutoka Ustadh Shafi Online TV hapa. Naam. Na tumepokea simu nyingi kutoka kwa wafuatiliaji wetu wa Ustadh Shafi Online TV wakitaka kujua kuhusiana na taarifa ya kifo cha Sharifu Majini. Labda wewe ukiwa kama amiri wa hadhiri, tunahitaji taarifa kutoka kwako, taarifa rasmi kutoka kwako. Taarifa haswa kutoka kwangu kusema kweli, ni kama ambavyo mmepata kusikia. Mimi binafsi nilipata taarifa ya kupata huo mtihani wa Sharifu Majini kuweza kupata madhara katika siku zile ambazo zilikuwa zina vurugu za uchaguzi kutoka kwa, tuseme ni kijana wake ambaye anaitwa Yasini, na ndiye aliyekuwa na hiyo simu. Baada ya mimi kufanya mawasiliano kwa namba yake, nilipopata hiyo taarifa, na ndio alikuwa anatujulisha kwa taarifa mbalimbali kwamba alimpeleka hospitali, na baadaye ilikuwa Sinza, baadaye wakampeleka Muhimbili, na akawa kila siku anakwenda na toa taarifa mbalimbali kwamba hali yake inaendelea vizuri. Mpaka leo asubuhi nikawa ni mawasiliana naye tena kuwajulia hali wanaendeleaje, mgonjwa anaendeleaje. Ndipo aliponijulisha kwamba mgonjwa wetu bahati mbaya amefariki. Kwa hiyo taarifa rasmi ni kutoka hiyo katika familia, ambayo niliwasiliana na huyo Ustadhi Yasini ambaye ni kijana wake, alikuwa akishirikiana naye katika dua. Lakini hapo wakati nazungumza naye alikuwa na familia kama wako kwenye kikao. Kwa hiyo akathibitisha kuwa kweli ndugu yetu Sheikh Hussein Muhammad Msopa au maarufu Sharifu Majini amefariki. Na taratibu za mazishi, nadhani kikao hicho kilichokuwa kikiendelea ndio kilikuwa kinachakata juu ya namna gani itatolewa ratiba ya mazishi. Kwa mpaka muda huu mimi bado sijapokea ile ratiba rasmi ya mazishi yake, lakini inshallah nafanya jitihada kuweza kufika eneo husika la msiba ili kuweza kujua ratiba rasmi ya kuweza kumzika ndugu yetu huyo.